kama hizi zinapelekea nini? Zinapelekea kufanya zina. Na mambo mengine zaidi ya haya. Unasikia rape case. Huwezi kusikia mwanamke wa Kiislamu ambaye amejitanda vizuri kabisa, hijabu yake na hijabu yake vizuri, atamefanywa rape. Utasikia wapi? Sasa na rape cases zinatokea wapi? Kwa watu kuvaa ndivyo sivyo. Napata kijana ambaye pengine hana uwezo wa kuoa na ako na nguvu yake na afya yake kisawa sawa, akafitinika na kutazama mwanamke ambaye amevaa ndivyo sivyo, sawa, kisha itaanza kumpelekea katika fikra mbalimbali. Katika hiyo hali anakuja katika masala nini ya zina. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipatia advice akakwambia nini? Katika ile ana advice Ali radhiallahu anhu anamwambia ya Ali, usifuatilize mtazamo wa kwanza kwa mtazamo wa pili. La tutbi'i nadrata thaniya au kama kala fa innaka al-ula wa laysa laka thaniya. Yani usifuatilize kutazama mtazamo wa kwanza kwa mtazamo wa pili. Umeelewa maneno kweli? Nini namaanisha nini hapo? Ukiona mara kwanza usirudi tena mara ya pili. Umeelewa pale? Face the other way. Unatembea barabarani, unapata kuna wasichana ama wanawake wamevaa ndivyo sivyo. Yaani ile tu bahati mbaya ukaangalia vitoa macho yako kule. Sabili ya kwanza ambayo uliona tu by accidentally ile au utaandikiwa. Sawa? Lakini ukatazama mara ya kwanza ukatazama mara ya pili. Hiyo ya pili unaandikiwa. Utaadhibiwa kwa hiyo. Sasa hiyo yote ni katika mwongozo Mtume sasa ametuelekeza sisi tuweza kuavoid njia ambazo zinapelekea wapi? Katika zina. Unasikia? Na katika njia zingine zenye zinapelekea katika masala za zina ni mtu kuchelewesha masala ambayo una uwezo wa kuoa, una nyumba, una nguvu, uko na afya, lakini hutaki kuoa. Hiyo pia ni njia katika njia za fani zinapelekea kutumbukia katika zina. Kwa sababu ukiangalia mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ya ma'ashara shabab, enyi kundi la vijana, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj au kama qala alayhi salatu wasalam. Enyi kundi la vijana, yeyote miongoni mwenu ambaye ana uwezo wa kuoa, sawa, ako na means za kuoa, una nyumba, una kazi, una afya, una mapato yako, biashara pengine ama umeajiriwa, ikiwa una uwezo, oeni. Kwa sababu kuoa ni hifadhi ya macho na hifadhi ya nini? Sehemu za siri. Umeelewa bwana? Kuoa nafanya ni bora zaidi kwa kuhifadhi macho na kuhifadhi nini? Sehemu ya siri. Umeelewa bwana? Lakini unapata vijana wengi wako na uwezo wa kuoa, lakini anaridhia kuwa na girlfriends. Umeelewa pale? Afadhali awe na girlfriend, lakini vipi, mbona wao bado atafuta? Bado sijapata ule ambaye nataka. Sasa hujapata ule ambao unataka, wale ambao unatembea nao. Katika hii masala kuna mtu sana, kuna kijana ambaye alikuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa? Tu alikuwa na masaba zake. Kisha yule kijana akasema, akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, Mtume wa Allah, idhan li fi zina. Mtume wa Allah, nipatie mimi idhini katika masala ya zina. Nipatie nini? Idhini katika masala ni zina. Yaani nipe mimi masala ya zina hii si yaani roho yangu napenda. Naomba nipatie idhini kwa hiyo masala. Maswahaba aliposikia kitu wakamkemea kweli kweli. Hiyo ni kitu umesema kitu kiovu kabisa. Wewe kijana una adabu wewe. Vipi utakuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwambie kwamba atakupatia idhini ukomiti zina? Lakini angalia rehema ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia rehema yake, na kwa sababu Allah ametuambia inna arsalnaka rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hata kutumiza Mtume Muhammad isipokuwa wewe ni rehema, ni masi
to the whole world. Hiyo ni aya gani? Nataka kuandika hiyo aya. Maana napenda reference so that mtu angekuwa peke yake anaweza kufanya. Kesho tu saba. Kama sijakosea. Aya ya 28, wama arsalnaka illa kafatan linnasi ayoni, katika nini hiyo katika masuala ya kulini. Acha nipate hiyo aya, wama arsalnaka illa kafatan linnasi wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Acha nakumbuka hiyo aya alafu nakumbusha. Kwa mtu Muhammad Allah anambia kwamba hajakutumiza wewe isipokuwa wewe ni mercy to the whole world. Kwa sababu yeye ni mercy, angalia vile alihandle kesi hiyo kijana. Si kila mtu alimpigia kelele alimkemea kijana. Tunamwambia come close. Draw close to me. Udnu. Kuja karibu na nami. Unasikia? Mtume akamwita kijana akamweka karibu yake. Kisha akampatia mwongozo. Sababu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yeye ametumilizwa Allah amemtumiliza ili apatie watu mwongozo. Akamwambia kuja karibu yangu. Kisha akamuuliza, "Je, uko na mama?" Mother. Uko na mama? Akasema ndio. Akamuuliza, "Unaridhia mama yako afanye zina?" Unaridhia? Mama yako afanywe zina? Yaani wewe uko radhi, unajua kwanza wewe umezaliwa na mama yako na baba yako, sawa? Uko tayari, uko radhi mtu mwingine azine mama yako. Uko tayari nayo? Jana alikuwa mkali sana. Akasema siwezi kubali. Siwezi kabisa kubali hiyo kitu. Sababu tunakwambia hivyo pia watu hawaridhiki na mama zao kuziniwa. Umeelewa? Nani hapo? Yeye ya kwanza. Kisha akamuuliza, "Utaridhika your daughter?" Utaridhika? Your own daughter, binti wako. Yaani Allah amekujalia wewe uko na daughter. Utaridhika mtu tu from nowhere tu akuja zina na binti wako? Utaridhika? Kijana akasema siwezi kabisa kubali hiyo. Akamwambia basi hivyo pia watu hawaridhiki their daughters kufanyiwa zina. Umeelewa pale? Kisha akaendelea Mtume sana akasema sister. Akasema nani? Sister. Je, unaweza kuridhia mtu azini na dada yako? Unaweza kubali hiyo? Jana akataka kabisa bwana. Siwezi kubali mtu azini na sister yangu bwana. Kwa nini simuoe? Mbona nataka kuzini na sister yangu? Sasa tunakwambia pia hivyo pia watu wengi hawaridhiki sisters wao watu kuwafanyia zina. Unaona pale? Kisha akaendelea aunt. Your aunt. Sasa your aunt. Utaridhia mtu afanye zina na shangazi yako? Unajua kwamba shangazi yangu ni fulani na mume wake ni fulani. Alafu mtu mwingine tu akuja zina naye. Unaweza kuridhika na kitu kama hiyo? Kijana akasema siwezi kabisa. Akasema pia hivyo watu hawezi kuridhika ma-aunties wao wafanywe zina. Sawa. Aliendelea hivyo mpaka aka-exhaust wale female relatives. Female relatives. Kijana huyo. Unasikia? Sasa najifundisha hapa hivi. Najifundisha nini hapa? Yule mtu ambaye wewe unazini na yeye. Yule mtu ambaye unazini, wewe mwanaume, yule mwanamke ambaye unafanya zina na yeye. Either she is a mother to someone, or a daughter to someone, or a sister to someone, or an auntie to someone. Umeelewa? Or
wife to someone. Sasa swali lingine naweza kuuliza, je, unaweza kuridhika mke wako mtu mwingine azini naye? Huwezi kuruhusu kabisa. Hata kama ni panga utatumia panga. Sema polisi wacha wakuje baadaye. Kesi baadaye. Wacha panga kwanza itembee. Sawa? Kesi baadaye. Sasa ule mtu ambaye anazini naye ni one or either of this. Umeelewa? Mwangalie umeona mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umejifunza kitu hapo? Sasa Mtume sasa baada ya kumpatia maneno yote na kijana kuwa mkali kwamba hawezi kuruhusu zinaa kwa mama yake, binti wake, dada yake, anti wake, mke wake. Mtume sasa akaweka mkono wake kwa kifua kijana. Akaweka kifua mkono kwa kijana kwa kifua kijana. Kisha akamwombea dua ngapi? 3. Sema Allahumma ighfir dhanbahu. Allahumma ighfir dhanbahu. E Allah, msamehe dhambi zake. Allahumma ighfir dhanbahu. E Allah, msamehe. Wa tahhir qalbahu, na utahirishe, purify moyo wake, hati yake. Purify his heart. Kisha akamwambia wa ahsin farjahu. Wa ahsin farjahu. Na uifanye bora zaidi. Tengeze, uifanye kuwe nzuri kabisa tupu yake, private part yake. Ndio pale. Dua ngapi? 3. Allahumma ighfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa ahsin farjahu. Wa ahsin farjahu. Hii dua ambayo sana sana wazazi wanafaa waombee watoto wao. Watahir qalbahu. Allahumma ighfir dhanbahu watahhir qalbahu wa ahsin farjahu. Allahumma ighfir dhanbahu sawa. Watahhir qalbahu sawa. Alafu wa ahsin farjahu. Rezi dua 3. Dua muhimu sana. E Allah, msamehe dhambi zake. Watahhir qalbahu, na utahirishe moyo wake. Wa ahsin farjahu, na ufanye bora zaidi tupu yake. Farj, kisikia farj ni nini? Ni tupu yako, either ya mbele ama ya nyuma. Sawa. Wa ahsin farjahu, na ufanyishe bora, ufanye bora tupu yake. Huo kijana alipoinuka hapo, baada ya mwongozo hii, hakuna kitu kilikuwa nachukiza kwake kama zina. Alipokuja alikuwa anataka idhini ya kufanya zina. Alipopatiwa hii mwongozo, hakuna kitu kilikuwa nachukiza kwake kama nini? Kwa sababu ashapatiwa comprehensive information of how bad zina is. Mwana, na kuonyesha kwamba zina ni nini? Zina ni kitu gani? Deni. Zina ni nini? Na dawa ya deni ni nini? Dawa ya deni kufanya nini? Dawa ya deni kufanya nini? Kulipa. Unasikia? Zina ni deni na dawa ya deni ni kulipa. Inamaanisha kwamba ukizini na mtu, hiyo ni deni. Na deni lazima ilipwe. Pia huyo kuna mtu atakuja zini na wewe na mtu mmoja katika your female relatives. Kwa sababu hiyo ni deni. Si kama tumeelewana? So who starts that?
Baba ndo anafanya, mtoto atapata. Sasa mfano kama mfano you are a husband. If you are a husband, sawa? Alafu uende outside marriage, sawa? Uzini na mwanamke mwingine huko nje. Wewe mwanamke ujue in your mind kuwa ni one of this. Sawa? Kwa sababu pia wewe uko na one of this. It must come back. It must come back. Kwa sababu ni deni hiyo. Umekopesha huko, lazima ilipwe. Umeelewa vile hivyo? Sasa yani how evil zina is. How evil it is. Ndio maana Allah akasema wala takrabu zina, msikaribie zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Hiyo ni uchafu kabisa, ni uchafu na ni njia mbaya kabisa. Ni uchafu na nini? Ni uchafu. Angalia uchafu kivipi? Kwanza namba 1, umechafua familia yako. Umechafua nini? Umechafua familia yako. Naye saizi ataenda kuposta mtu alafu apatiwe sifa kwamba huyo mwanamke ndio kumuoa huyo amelala na wanaume kadha. Nani atataka hiyo? Nani anataka hiyo? Kwanza katika ni kama hiyo. Ati kwamba watu kumtoa waseme bwana, huyu bwana ameoa mkebe. Ameoa nini? Umeoa mkebe. Kwamba umeoa mtu ambaye ametumika na jamii nzima. Nani anataka hiyo? Sasa hivi ni uchafu, sifa yako imechafuliwa. Dignity yako, respect yako imechafuliwa. Umeelewa? Na mtu akona swali hapo. Kuna swali? Swali hivyo. Kama mtu amefanya na anafanya istighfar, atafanya istighfar aje? Labda kwa shule ukateleza, ama in a middle age, pale ma 20s. Unajua Allah Subhanahu wa ta'ala anaitwa Al-Ghaffar ama Al-Ghafur ama Al-Afu. Sawa? Katika majina matukufu ya Allah Subhanahu wa ta'ala ni kwamba yeye ni mwingi wa kusamehe. Ni mwingi wa kufanya na kufutilia mbali kabisa na kuachilia mbali kabisa. Yaani anakusamehe alafu anasahau kabisa, ni kama hajafanya kitu chochote. Maana akasema kwamba man taba kama la dhanba lahu. Mwenye kutubia ni sawa sana mtu yani azifa na dhambi in the first place. Unasikia pale? Mwenye kufanya man taba kama la dhanba lahu. Mwenye kutubia ni sawa sana mtu ambaye hana dhambi kwake. Kama la dhanba lahu. Man taba kama la dhanba lahu. Tutakuja kuandika siku moja, tumetoa tu ni katika hiyo kuelezea umuhimu wa kutubia kwa Allah. Sawa? Mtu akikosea manake wewe ni mwanadamu, kuna mwanadamu ambaye amekamilika. Sawa? Kama mtu anatuambia kwamba kullu ibn adam khata'u. Kila mtoto wa Adam ni mwenye kufanya dhambi. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Au kama qala. Bora ya wale ambao wamefanya makosa ni wale ambao wanatubia. Watu bora ni nani? Wale ambao wametubia. Na ndio maana naam? Those who repent and they go back to Allah, au ndio bora kabisa. Kwa sababu wanadamu wote ni wenye kukosea. Lakini bora ya watu ambao wanakosea wanakimbia katika toba, kumwomba Mwenyezi Mungu msamaha. Unaona? Na haijalishi how many times unafanya makosa. What matters every time ukifanya makosa, ufanye nini? Ukimbia katika toba. Usisubiri jua ikazama kama hujatubia. Kwa sababu Allah Subhanahu wa ta'ala ni mwenye kupokea dhambi za mchana na dhambi za usiku. Unaona? Ndio maana akatambia innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Hakika nyinyi wanadamu mnakosea mchana na usiku. Na Allah sema wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Hakika Allah ni mwenye kufuta madhambi yote. Fastaghfiruni aghfir lakum. Takeni msamaha kutoka kwa Allah, Allah atawafanyia. Kwa hivyo kama mtu alikosea, aliteleza, anafaa kufanya kuomba msamaha, taubatan nasuha, toba ya kuacha kitu kabisa. Kama afanye kuacha kitu kabisa. Alafu ubadilishe na kitu kingine bora. And you're not supposed to share it. Ha? You're
not supposed to share. Yaani anasema kwamba mfano kama umetenda dhambi fulani ya zina mfano, sawa? Tubia, repent, sawa? Kisha change that evil by something good, something righteous. Mira pale. Ndio maana Mtume SAW katika hadithi anasema ittaqullaha haithu ma kunta. Mche Allah, have conscious of Allah wherever you are. Ila akasema wa atbi'i sayyi'ata alhasanata. Fatiliza kitu kiovu ambacho umefanya kwa kitu kijema, tamhuha, itaifuta hiyo. Mira pale. Fatiliza ile yani immediately umefanya kitu kibaya, ifatilize na kitu kizuri. Hiyo kitu kizuri itafuta hiyo mbaya. Ndio? Yes. Sasa ni kivipi hapo? Umeonga katika deni, katika jambo la zina. Sawa? Ukafanya toba. Sawa? Ukaleta istighfar, ukamwomba Allah nisamehe, ukamka usiku ukaomba msamaha, ukalia kwa makosa yako, ukajuta. Kwa sababu kuna kitu mzuri kama mtu kujutia makosa ambayo aliyafanya. Kwa sababu ile kujuta tu pekee ni njia ya kuomba msamaha. Ndio? Yaani kujuta na maisha regretting. Sawa? Regretting having done something evil is a form of repenting. Mera, regret, ukajuta sababu gani nimefanya hiki kitu, mbona nimedhulumu nafsi yangu, mbona nimefanya hiki kitu, ukajirudi nyuma, sawa? Kisha ukatafuta njia bora ya kutafuta msamaha kwa Allah. Sasa ukishafanya hivyo, sasa unafaa kuchange ile sababu zote ambazo zilikupelekea kufanya hiyo. Tafuta another thing ambayo itakuwa mbadala, so that siku nyingine ikikuja thought kama hiyo hautarudia kwa kitu chafu hiyo. Tumeelewana pale? Ambapo ni gani in this case? You will not mix with men again. You will not be free again. You will not be naive. It is very simple. It's not a must. No, it's not just about a must. Kwa sababu gani nasema hivyo? Kuna watu ambao they cannot control their desires. Yeah, that is there. But Ndio. Yes. Kuna mtu ambaye nini? Hawezi kucontrol nini? Desires zake. Sasa mtu kama inakuwa ni wajibu kwake kufanya. Kumbuka katika zile ahkamu ambazo tuliongelea kuhusu ahkamu 5, sio? Tusema kuna wajibu, kisha mubah, na zingine zote hizo, sio? Sasa kuna mtu ambaye yeye hawezi kumiliki matamanio yake, hawezi kabisa dakika pepita. Na tushapata cases kama hiyo. Kuna mtoto wa miaka 15, msichana, so 15 years, anasema kwamba yeye hawezi kupita wiki moja. Wiki haipiti, lazima atatafuta popote, bora tu mradi yeye amepata kutekeleza. Yeye mwenyewe atamka kuliko mdomo yake. Sasa unaongelea kuhusu mtu ambaye ako above that, na yule 15 years. What will you say? Unasema nini kuhusu hiyo? Ni msichana mdogo, 15 years, anasema maneno kama hiyo. Wewe sasa uko na miaka ngapi? Mimi. Eh? 15. Usianze kama hiyo. Ukifika tu unasema bwana unataka kuoa, tafuta mimi sifani. Utakuwa umesalimika. Naelewa. Lakini sasa tunasema ni mtu ambaye anajua kwamba yeye hawezi kuyamiliki nini yake, afadhali afanye. Kwa sababu gani? Tunasema tuambia kwamba mmoja wenu akamwendea mke wake, akatekeleza ile matamanio yake, akamaliza, anaandikiwa thawabu. Anaandikiwa nini? Thawabu. Kwa sababu hilo jambo. Sababu hilo jambo. Sasa wale waliokuwa karibu na mtume waliposikia na kusema kwamba sasa mtu kutekeleza matamanio yake pia anaandikiwa thawabu.
Sasa Mtume sallallahu akaregesha swali kwa akaambia, unaonaje mtu ambaye matamanio yake yamemjaa kisha akapeleka nje ya ndoa? Anapata nini? Anapata nini? Dhambi, sio? Sasa akipeleka mali halali thawabu yapata. Ndio pale. Sasa mtu ambaye matamanio yake hawezi kuyamiliki afanye nini? Atafute masuala. Hawezi. Mtume sana tumetoa mwongozo akasema nini? Fa alayhi bisiyam. Afanye nini? Afanye nini? Funga. Wewe kitu nini rule ya kufunga kila siku. Kwa sababu ukifunga ina diminish ile desire. Ina take out that desire. Ukifunga maana yake mtu akishakula ndo anapata nguvu ya kufanya kufikiria vitu kama hizo. Lakini ukifunga ile nguvu inafanya inadhoofika. Sawa? Lakini hata hivyo pia kuna watu wanasema kwamba pia ni hatari kwa mtu ambaye ako na matamanio ya juu. Anapofunga alafu ikifika jioni akishafungua mwili inafunga. Sasa mtu kama huyu pamoja na kufunga amuombe sana Allah Subhanahu wa ta'ala. Amka usiku uswali, muombe Allah akujalie mtu ambaye ni mwema, ambaye atafanya dunia yako iwe bora na akhera yako pia kweli bora. Yaani kikisha kwa dua, maana yake Allah mwenye kujibu nini? Dua. Usiwahi kata tamaa kwa maisha yako kwamba ati mimi hapana, siwezi kuoleka kama siwezi kuoa. Kwa sababu gani? Mimi ni I'm very ugly. Mimi ni maskini. Mimi sipendezi. Mimi ni kadha. Usitoe sababu yote. Usitoe nini? Sababu yote, usijihukumie. Yaani usijihukumie kazi, kwa sababu kuhukumu ni kazi ya nani? Ya wewe, usijihukumie. Kwa sababu hakuna yule ambaye akona huruma zaidi yetu sisi kushinda.